kumbukumbu nzito za kuta zile, mambo yaliyonifuata hata baada ya kutoka, lakini Mungu anatumia kila moja yao. Ninapoingia tena ndani ya kile chumba, mimi si mgeni, sio mtu wa nje anayejitahidi kuelewa. Najua harufu ya pale, najua usiku wake unavyohisi, najua ile hali ya kujiuliza kama kuna mtu bado anajali. Na hiyo ndiyo sababu Mungu alinirejesha, si kwa kupuuza maisha yangu ya zamani, bali kwa sababu yake. Haleluya. Alinituma pale pale nilipovunjika, ndipo neema yake ikaonekana. Sio kwa nguvu zangu, ni kwa msalaba. Upendo wake haujawahi kushindwa. Oh, ninarudi kwa waliovunjika, kwa waliopotea, kwa sababu ya neema yake. Nimekaa na wanaume waliovunjika kabisa, waliompa Mungu kila kitu kilichobaki. Hakuna taswira ya kulinda, hakuna sifa ya kuhifadhi, ni wao na Mungu tu. Na hapo ndipo neona imani ya kweli, siyo ya Jumapili, ni ya mtu aliyepiga magoti, hana pa kwenda tena. Na Mungu hujitokeza kila wakati, sio kwa sababu wanastahili, bali kwa sababu tayari alilipa gharama. Alinituma pale pale nilipovunjika, ndipo neema yake ikaonekana. Sio kwa nguvu zangu, ni kwa msalaba. Upendo wake haujawahi kushindwa. Msalaba ukutingwa kwa waliostarehe, ulijengwa kwa waliovunjika. Na sijawahi kuwa na uhakika mkubwa kama ndani ya vyumba vile. Warumi 5:8, tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sio baada ya kujirekebisha, sio baada ya kustahili, bali katikati ya hali ile ile. Hii ndiyo Injili ya neema, hii ndiyo Injili ya msalaba. Kwa waliovunjika kuna tumaini, kwa waliopotea kuna maisha. Nitarudi kwa nguvu ya upendo wake, na nitaendelea kurudi kadri anavyonilipa pumzi, wewe na Mungu tu. Kila asubuhi kabla ya kitu kingine chochote.